jamii yenu haitakupiga tena. Mungu anakukumbuka na anakuposition kwa nafasi yako, anakuposition kwa huduma, anakuposition kwa ofisi ile yenye ambayo watu wamekalia, anakuposition kwa biashara yenye ambayo italeta faida kubwa katika maisha yako. Natangaza Mungu akurejeshe katika jina la Yesu. Na kweli Yeftha aliporudi alipata ushindi. Alipopata ushindi akafanywa kiongozi. Ni nini ninachokiongea? Wewe ni mwenye haki wa Mungu, mteule wa Mungu, mbarikiwa wa Mungu. Na sababu neno la Mungu linasema kwamba mwenye haki ukumbukwa. Mungu akukumbuke. Akukumbuke kwa ajili ya ndoa yako. Akukumbuke kwa ajili ya kule nyumbani uende kao ulinyang'anywa shamba. Mungu akukumbuke. Waliokunyang'anya wakurejeshe. Pengine ulifukuzwa kwa jamii yenu sababu labda baba yako alikuzaa nje, wakasema huyu ni msaliwa. Yes, sababu ni mwenye haki wa Mungu. Wale watu wa jamii wakose amani, wakudai urudi tena katika jina la Yesu. Wende kawa kwa huduma ulifukuzwa, uzuri wako Mungu awakumbushe, wakutafute katika jina la Yesu. Wende kawa ulikataliwa sababu ni mgonjwa, mwili wako haupendezi kwa mke wako ama kwa mume wako, wewe ni mwenye haki wa Mungu. Mungu akuponye na akurejeshe. Na maana kuna ushuhuda alafu niombe. Mwaka wa 1996 nikiwa pale Kitale, kuna mama mmoja alikuwa mgonjwa na alikuwa na mume wake, akadhoofika kabisa. Na vile alidhoofika, mume wake akamleta kwa dada yake na akasema shemeji yangu nisaidie, kwa sababu peke yangu sitaweza. Kumbe ni njia ya kipekee ya kutoroka, na wakataka kuwa na simu. Alipomleta na akatorokea Nairobi. But nashukuru Mungu, ya dada alikuwa ameokoka. Nakumbuka ameisha kabisa, lakini alikuwa anasema kwamba sitakufa nitaishi, nitangaze wema wa Bwana. Sitakufa nitaishi. Sisi wakati tuko tumeokoka, tuko na shangaa huyu ni nini? Siku moja akawa naomba wamsaidie uji na hakuwa anakula. Wakamletea akakunywa ya kwanza akamaliza, ya pili akamaliza, ya tatu akakula vizuri. Hivyo ndio vile aliamuka, Mungu alimponya, akaanza kutembelea kwa ukuta, baadaye akapata nguvu na akapata afya. Sijui nani alipelekea habari mume wake. Aliposikia yuko salama, tunaona jamaa amekuja, amefanya shopping box, anakuja kurudia mke wake. Yes, hakuwa anampendeza, lakini sababu ni mwenye haki wa Mungu, Mungu alimponya, na alipomponya mume wake akarejea. Wewe ambao ulikataliwa sababu ya afya yako, Mungu akurejeshe afya, na waliokuacha wakurudie. Wewe uliyekataliwa sababu ya umaskini, Mungu akuinue, na waliokutoroka wakurudie katika jina la Yesu. Mungu aponye ndoa yako, Mungu aponye maisha yako, Mungu aponye jamii. Namalizia nikiomba kwa sasa katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya neno lako. Tumelisikia ujumbe kuhusu mwenye haki ukumbukwa. Mwenye haki ni mtu ambaye amesamehewa dhambi zake, amesabika haki machoni pako. Sababu sisi ni haki yako, naomba Bwana ukumbuke kila mmoja wetu, kazi yenye tumeifanya kwa ufalme wako, namna tumetia wengine mioyo, namna tumejitolea financially, namna tumejitolea kwa nguvu ya mili zetu kwa ajili ya kazi yako. Yule mwenye anapitia magonjwa, yule mwenye anapitia maradhi, yule mwenye amekataliwa, yule mwenye amechukiwa, mkumbuke katika jina la Yesu. Ulikumbuka Hezekia alipokuomba akasema, kumbuka vile nimeenda mbele yako. Mungu ukamponya na kumpa miaka 15. Na pia kumbuka vile ulikumbuka Yeftha, chapokuwa alikuwa misplace, wakamweka mahali penye hapafai. Yesu ulikumbuka na karudi akawa kiongozi vile ulikuwa umekusudia. Kumbuka hii jamii. Ponya huyu mama, ponya huyu mzee, rejesha shamba lake, rejesha fedha zake, rejesha heshima yake, ondoa aibu katika jina la Yesu. Mwenye alifukuzwa kwa huduma, akanyang'anywa kanisa, akadharauliwa, mwenye alidharauliwa na mke wake ama mume wake akamtoroka, Mungu unaweka vitu in place na unarejesha hawa watu wote, unarejesha undugu kwa huduma wake, sababu mwenye haki ukumbukwa. Asante sababu umetenda, na haya yanatendeka ili kusudi sifa na tukusikurudie wewe na wewe peke yako. Katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen, amen. Kwa hivyo wakati unanifuatilia, kumbuka kulike, kusubscribe,
na pia kucomment, kushare. Akaunti yangu ni Apostle Leonard Mabonga. Kwa Facebook ni Mabonga Simiyu Leonard. Mungu akubariki na kutende mema. Amen.